Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa onyo kali kwa Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, akimtaka atulie na kuacha kutoa matamshi ambayo Israel imeyatafsiri kuwa ni vitisho vya moja kwa moja dhidi ya taifa hilo. Netanyahu alisema Israel haitavumilia kauli zozote zinazolenga kutishia uwepo wake, usalama wa wananchi wake au mamlaka yake juu ya maeneo inayoyadhibiti. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha television cha Channel 12, Netanyahu alikiri kuwa serikali yake inafuatilia kwa karibu kauli zinazotolewa na Erdogan pamoja na viongozi wengine wa Uturuki, akisema kuwa zinazidi kuwa kali kadri mzozo Mashariki ya Kati unavyoendelea. Alisema matamshi hayo yanaibua wasiwasi mkubwa kwa Israel, lakini hayatabadilisha sera yake ya kulinda maslahi ya taifa kwa nguvu zote. Katika miezi ya hivi karibuni, uhusiano kati ya Israel na Uturuki umeendelea kuzorota kwa kasi kutokana na vita vinavyoendelea katika ukanda wa Gaza. Erdogan amekuwa mmoja wa viongozi wanaoikosoa zaidi Israel duniani, akishutumu kwa kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya Wapalestina na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za kuizuia. Uturuki pia imeongeza shinikizo la kidiplomasia dhidi ya Israel kupitia kauli za viongozi wake wakuu. Netanyahu alirejea kauli mbalimbali zilizotolewa na viongozi wa Uturuki katika kipindi cha hivi karibuni. Miongoni mwa kauli hizo ni ile ya waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki aliyetoa wito wa kuikomboa Jerusalem, jambo ambalo Israel imeliona kama uchochezi unaolenga kuhoji mamlaka yake juu ya mji huo. Aidha, vyombo kadhaa vya habari vya Israel na vya Magharibi viliripoti kuwa wakati wa dua maalum mwishoni mwa Ramadhani mwaka 2025, Erdogan aliomba Mungu aiangamize Israel ya Kizayuni, kauli ambayo ilizua mjadala mkubwa kimataifa na kuzidisha mvutano kati ya mataifa hayo mawili. Akijibu matamshi hayo, Netanyahu alisema Erdogan anapaswa kutambua kuwa mazingira ya kisiasa na kijeshi ya Mashariki ya Kati yamebadilika kabisa na kwamba ndoto yoyote ya kurejesha ushawishi wa dola ya Ottoman juu ya Jerusalem haiwezi kutimia. Alisema utawala wa Ottoman uliodumu kwa takriban miaka 400 ulimalizika muda mrefu uliopita, na leo kuna taifa huru la Israel lenye taasisi imara za dola, jeshi lenye uwezo mkubwa wa kivita na serikali ambayo iko tayari kulinda mipaka ya maslahi yake dhidi ya adui yoyote. Netanyahu pia alitoa tathmini yake kuhusu ushindani wa nguvu katika Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wake, kupungua kwa ushawishi wa Iran katika baadhi ya maeneo ya kanda kunafungua nafasi kwa Uturuki kujaribu kujitanua kisiasa na kidiplomasia. Akihitimisha mahojiano hayo, Netanyahu alisema historia inaonyesha kuwa nguvu za mataifa hubadilika kila wakati. Ambapo ushawishi wa taifa moja unapopungua, taifa jingine hujitokeza. Alisema katika mazingira hayo, Israel haina budi kuendelea kuimarisha uwezo wake wa kijeshi, teknolojia ya kiintelijensia na kidiplomasia ili ibaki kuwa taifa lenye nguvu zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Alisisitiza kuwa serikali yake itaendelea kuchukua hatua zote inazoona zinafaa kuhakikisha usalama wa Israel unabaki kipaumbele bila kujali vitisho au shinikizo kutoka mataifa mengine. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.